Majina yangu naitwa Lea Josia, ni mkurugenzi wa taasisi ya Fikra Mpya. Siku ya leo tunaweza kupata nafasi ya kufungua rasmi mradi wetu wa Justice for Survivors ama J4ACE, ambao umewahusisha wadau mbalimbali kutoka serikalini, ikiwemo maafisa ustawi, maafisa maendeleo, afisa kutoka dawati la jinsia mkoa wa Shinyanga, lakini pia wadau kutoka taasisi binafsi ambao wanajihusisha na kutoa haki kwa manusura ukatili wa kijinsia. Huu mradi unalenga katika kuhakikisha manusura ukatili wa kijinsia wanapata haki zao. Wote tunafahamu jinsi ambavyo upatikanaji wa haki ni mchakato. Unahitaji ushirikiano wa wadau katika kuhakikisha kwamba manusura ukatili wanapata haki zao. Wale wote ambao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia waweze kupitia mchakato mzuri na sahihi wa ule upatikanaji wa haki zao pale ambapo wanahitaji msaada wa kisheria. Mradi huu wa Justice for Survivors utatekelezwa halmashauri mbili, manispaa ya Shinyanga, kata ya Ndembezi na Ngokolo, lakini pia tutakuwa Kishapu, kata ya Mwataga na Igaga. Maeneo yote haya ambayo nimeyataja, tunaamini kwamba wapo watu, wanawake, wasichana, vijana ambao wamefanyiwa ukatili. Na inawezekana kuna watu wamefanyiwa ukatili muda mrefu sana, lakini kwa bahati mbaya hawajaweza kupata ule msaada wa kisheria. Sasa huu mradi ni maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamefanyiwa ukatili, wamepitia ukatili, wanaweza kupata haki zao zile za kisheria. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo paralegals ambao ni mahususi kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria kwa manusura wote wa ukatili wa kijinsia. Tulichagua hizi kata kulingana na rate ya masuala mazima ya ukatili. Kwenye hizi kata tumeona ni jinsi gani ambavyo kuna rate kubwa ya watu wengi ambao wamefanyiwa ukatili, na tunaamini kwamba tutapata ushirikiano mzuri kutoka kwa wadau mbalimbali, maafisa ustawi, maafisa maendeleo, ili kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamefanyiwa ukatili katika hizi kata wanaweza wakaripoti, lakini pia sisi kuwa msaada kwao katika kuhakikisha kwamba ule upatikanaji wa haki ama mnyororo wa upatikanaji wa haki unakuwa ni mnyororo ambao ni salama na unaohakikisha kwamba haki inapatikana vizuri. Lydia Kwesigabo ni afisa ustawi wa jamii, ofisi ya mkoa wa Shinyanga. Leo tumepokea mradi ambao unaitwa Wezesha upatikanaji wa haki za manusura ukatili wa kijinsia. Ni mradi ambao kwenda kufanya kazi katika utoaji wa huduma kwa manusura wa ukatili wa kijinsia, na kama tunavyofahamu katika kushughulika na manusura wa ukatili wa kijinsia zipo sekta mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo, ikiwemo polisi, ustawi wa jamii, watu wa huduma wa afya pamoja na sekta zingine. Kwa hiyo lengo la mradi huu ni kwa ajili ya kutuleta pamoja kuona namna gani tunaweza tunamsaidia huyu muhanga wa ukatili wa kijinsia katika kupata huduma katika maeneo mbalimbali ya kisheria, kiafya, ustawi wa jamii. Tukio la ukatili wa kijinsia yapo na yanaendelea kushughulikiwa katika sekta husika. Baada ya kuwa yamepokelewa, basi wahanga wanahudumiwa katika vituo vya kutolea huduma, ofisi za ustawi wa jamii, polisi. Matukio ya ukatili wa kijinsia ambayo tunayapokea katika vituo vyetu ni pamoja na ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ubakaji na ulawiti, na hasa kwa watoto ulawiti ambao unafanyika katika maeneo mbalimbali mashuleni. Tunawapokea watoto kwenye vituo vya kutolea huduma, wanakuja wakiwa wamelawitiwa na watu wazima, na wengine wamelawitiwa wakiwa mashuleni. Lakini ukatili mwingine ambao tunaopokea zaidi pia ni ukatili wa kutelekezwa. Watoto wadogo unakuta wanatelekezwa na wazazi.